Ndio anasema Mwenyezi Mungu, watakhadha qaumu Musa, wakajifanyia watu wa Musa, watakhadha qaumu Musa, wakajifanyia watu wa Musa min baadihi, baada ya Musa kwenda kwenye munaja wa kuzungumza na Mola wake, alipoondoka katika hadhara ya Bani Israila na majukumu ya uongozi kumkabidhi ndugu yake Haruna. Alipoondoka wana wa Israila wale wakorofi, wakajifanyia baada ya yeye kutokuwepo, min huliyihim, kutokana na mapambo yao, yani vitu vya dhahabu, herini, mikufu na kadhalika, wakajifanyia ijilan, wakatengeneza sanamu la ndama, jasadan, ndama aliye na kiwiliwili, lahu khuwar, ikawa ndama huyo upepo unapompuliza hutoa sauti kama vile anavyotoa sauti ng'ombe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipokuja kujitetea wana wa Israila kwamba wao sio wahusika na utengenezaji wa ndama huyo, bali alikuwa Samiriyu na yeye ndiyo aliyewadanganya, akawambia kwamba huyu ndama ndiyo Mungu wenu ambaye Musa alikuwa anakupelekeni kwake. Lakini Musa maskini amesahau, hakujua yeye na Mungu wake watakutana mahala gani. Sasa maneno haya walipoyasema Bani Israila kwa njia ya kujitetea, ndiyo Mwenyezi Mungu anawauliza, alam yarau, hawaoni wakaweza kugundua? Alam yarau, hawaoni wakaweza kugundua? Annahu, kwamba huyo anayedaiwa kuwa ndiyo Mungu wa Musa, la yukallimuhum, hawezi kuwaneneza wao, hawezi kuwasemesha wao, wala yahdihim sabila, wala hawaoni kwamba hana sifa ya uungu, kwa sababu hana uwezo wa kuwaongoza katika njia iliyonyoka. Ittakhadhuhu, ndiyo ittakhadhuhu wa kanu dhalimin, wamemfanya sanamu huyo kuwa ni Mungu, na kwa kufanya hivyo wamekuwa madhalim, walizodhulumu nafsi zao. Haya ni katika baadhi ya matokeo magumu, matokeo mazito ya wana wa Israila. Pamoja na kwamba wamepewa kitabu bora, pamoja na kwamba wamepelekewa mitume wawili kwa wakati mmoja, lakini mtume huyu ndio aliyowatoa katika minyororo ya mateso na utumwa. Basi wao baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumeona kila wanapotoka hatua moja kwenda nyingine, wao hawazidi kuja katika hidayah, bali wao wanakwenda mbali zaidi kumkataa Allah. Walipovuka katika ule mto aliyeangamizwa Firauni, wakaja katika mji wakawakuta watu wanaabudia sanamu, wakamwambia Musa, na siye tufanyie sanamu kama walivyo nayo hawa sanamu. Lakini kama kwamba haikutosha, Musa ana ahadi nao kwamba anakwenda kuwachukulia zawadi ya kitabu. Huku nyuma alipowaacha, wameondoka katika taa ya Allah, wamekwenda kuabudu masanamu. Lakini kama kwamba hiyo haikutosha, Musa alipoambiwa achague watu 70, wale anaowaona hawa alhamdulillahi wanamtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, wawawakilishe wenzao
kwenda kusikia maneno ya Allah subhana. Musa kama mtume hawezi kufanya upendeleo, bali alitekeleza amri ya Mola wake kama alivyotakiwa aitekeleze. Akawachagua wale aliowaona hawa ndio wacha Mungu, akachukua watu 70 akenda nao katika munaja, wakasikia maneno ya Allah Banu Israila. Shukurani yao wana wa Israila wanamwambia Musa, lan nu'mina laka, hatukuamini kama hiyo tuliyosikia ndiyo sauti ya Mungu, hata nara Allah jahratan, mpaka tumuone Mungu uso kwa macho. Yani hata neema ya kusikia maneno ya Mungu mubashara bila ya kuyasikia mtu mwingine kati, Mungu anazungumza wao wanapokea, lakini bado wanasema sisi hatuamini kama hayo ni maneno ya Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaghadhibikia wote, wakafa, akabaki Musa. Musa akawa analia, anamlilia Mola wake, ya Rabbi, hawa ndio watu wao bora, nimewachagua nikiamini kwamba ndio watu bora wao. Leo narudi peke yangu, nikirudi watanielewaje wana wa Israila? Wataniona nimewaulia watu wao wema na watukufu. Mwenyezi Mungu nakuomba, kama ungelikuwa umeshaamua kutuangamiza, ungelituangamiza kule sote kabla hatujafika huku. Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake watu 70 hawa Mwenyezi Mungu akawarejeshea uhai. Kwa hivyo utawaona wana wa Israila neema nyingi zimewapitia kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wao hawakuwa wenye kurejesha shukurani. Ndio anasema watakhadha qaumu Musa, wakafanya watu wa Musa mimba adihi, baada ya Musa kwenda katika munaja, min hilihim, kutokana na mapambo ya dhahabu walizokuwa nazo, ijilan, wakajifanyia sanamu la ndama, jasadan, ndama lenye kiwiliwili, lahu khuwar, ndama hilo lilikuwa likitoa sauti kama ile sauti anayotoa ndama halisi wa ng'ombe. Qala al-Hafidh ibn Kathir, Al-Hafidh ibn Kathir anasema yukhbiru ta'ala, hapa Mwenyezi Mungu anaeleza an dhalalin, kutokana na upotevu, man dhalla, wa wale waliopotea, min bani Israila, katika kizazi cha Israil, fi ibadatihimul ijla, katika tendo lao la kuabudu ndama, alladhi takhadhahu lahu Samiriyu, ambaye aliwafanyia Samiriyu, minal hulli, kutokana na mapambo ya wana wa Israil. Fashakkala lahum, akawatengenezea wana wa Israil, minhu, kutokana na mapambo hayo, ijlan jasadan, ndama lenye kiwiliwili, la ruha fihi, lakini ndani yake hakuna roho. Waqad hitala biidkhali rihi fihi, alifanya kila hawezalo kutia upepo ndani ya sanamu lile, hata swara, mpaka pakawa yusma'u lahu, panasikiwa kutokana na sanamu hilo, khuwarun, panasikiwa sauti, ay sautun ka sauti al-baqari, pakawa panasikiwa sauti kama sauti ya ng'ombe. Hivyo ndivyo ilivyo ikawa. Wa maana min ba'dihi, na maana ya neno hili, ay min ba'di dhahabi Musa, baada ya kuondoka Musa, ila Tur, kwenda jabali Turi, limunajati rabbihi, kwa ajili ya kufanya munaja na Mola wake. Katika surati Taha
katika kisa hichi cha Musa na kuelekea munaja, Mwenyezi Mungu anamwambia Musa alipofika katika miqati, anamwambia wama aajalaka an qaumika ya Musa, kitu gani kilichokuleta haraka haraka ukawaacha nyuma watu wako? Ewe Musa, anataka kupewa taarifa ya yaliyotokea huko nyuma. Wama aajalaka, kitu gani kilichokuharakisha an qaumika, ukaanza kufika wewe ukawaacha watu wako ya Musa? Qal, Musa anamjibu Allah akasema, hum ulai ala athari, hao wako simbali, wako karibu nyuma yangu wanakuja, lakini waajiltu ilaika rabbi, nimekuja mbio mbio kuja kwako ewe Bwana wangu, litarudha, nimefanya hivyo ili upate kuridhika. Mambo mengi kama Waislamu tunatakiwa tuwe hivyo. Adhana ukiisikia, acha yako kwanza, kimbilia kwa Allah, liyardha, ili Mola wako apate kuridhia. Penye jambo la kheri, acha yako kwanza, kimbilia liyardha, ili Mola wako apate kuridhia. Anatufundisha Musa alayhi salam, pamoja na kwamba kapewa jukumu la uongozi wa Bani Israila, anamwambia Haruna, waongoze hawa, simama nao hawa, waongoze kama nipo, lakini mimi ninafuata wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafika alikofika, anaulizwa na Mola wake, wama aajalaka an qaumika, kitu gani? Neno hili sio Mungu hajui. Kwa nini Musa amekuja alivyokuja? Anataka kunifahamisha mimi na wewe. Mtume wa Mwenyezi Mungu anaharakia kutii amri ya Mola wake. Hicho ndio anachotaka kukufahamisha, sio kwamba Mungu alikuwa hajui. Kwa nini Musa kafanya mbio mbio? Wama aajalaka, kitu gani kimekufanya uje haraka ya Musa? An qaumika, ukawaacha watu wako. Musa anajibu, hum ulai ala athari, hao wako nyuma yangu wanakuja. Wa ajiltu ilaika, nimefanya haraka rabbi kuja kwako, litardha, nataka wewe uwe radhi, nataka wewe uniridhie. Mwenyezi Mungu ndio anampa taarifa Musa, anasema fa inna, hakika yetu sisi, kadifatanna qaumaka, tayari tumeshawatihani watu wako, mimbaadika, baada ya kuondoka wewe tumewatihani. Wa adhallahumus Samiriyu, na Samiriyu amewapoteza. Samiriyu ni majazi kuwapoteza yeye, hana uwezo wa kuwapoteza wala kuwaongoa watu, lakini yeye ni sababu ya hawa watu kupotea. Wa adhallahumus Samiriyu, Samiriyu amewapoteza, kwa hivyo watu wako wamekwisha kufeli. Taib, ndio Mwenyezi Mungu tukiendelea anasema, alam yarau, hawa Bani Israila hawaoni, annahu, kwamba ilo sanamu linalodaiwa kuwa ndio Mungu wa Musa, bali Musa mwenyewe amesahau, la yukallimuhum, hawaoni kwamba halina uwezo wa kuwaneneza, hata kama inatoka hiyo sauti, lakini sauti hiyo ya basi inatoka sauti hiyo tu, lakini uwezo wa kuwasemeza hanao. Wala yahdihim sabila, wala hana uwezo sanamu wa kuwaongoza katika njia iliyonyoka, njia itakayowapatia radhi za Mwenyezi Mungu. Uwezo huo hana pia. Anatusaidia mfasiri, anasema
Al-istifhamu litaqri'i, suala hili Mwenyezi Mungu anawauliza wana wa Israila kwa ajili ya kuwagonga, wataubihi, na kuwatahayarisha. Hamnazo nyinyi? Hamna akili? Hamfahamu? Hamzingatii? Ai kaifa abadul ijla, vipi wameliabudu ndama, watakhadhuhu ilahan, wakamfanya ndama huyo kuwa ndio muabudiwa, maa annahu laisa fihi shay'un, pamoja na kwamba ndama huyo hana chochote, min sifati al-khaliqi ar-raziqi, katika zile sifa ambazo anazo al-khaliqi, muumba Allah tabaraka wa taala, ar-raziqi, mruzuku Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Huyu ndama hana sifa yoyote katika sifa za al-khaliq. Anakuwaje wa kuabudiwa? Anakuwaje wa kutegemewa? Anategemewaje mtu ambaye kuwepo kwake yeye mwenyewe kategemea viumbe? Akina Samiriyu ndio waliomfinyanga, alafu yeye tena ategemewe, yeye tena aabudiwe. Ndio Mungu analeta istifhamu taubihi wa taqri'i, hamna akili. Anawauliza hivyo Mwenyezi Mungu subhana. Aifa innahu la yamliku qudratal kalami, Mungu gani huyo aliyekuwa hana uwezo kumiliki uwezo wa kuzungumza, wala kudrata hidayatihim, Mungu gani huyo asiyomiliki uwezo wa kuwaongoza ila sabili saada, kuwafikisha katika njia ya ubwana? Fakaifa yutakhadhu ilahan, vipi dude kama hilo lifanywe Mungu la kuabudiwa na kunyenyekewa? Mwenyezi Mungu anawalaumu hapa. Usije ukasahau hapa, wakati Musa anaondoka alimuacha Harun alayhi salam. Ilikuwaje mpaka Samiriyu akapata nafasi ya kuweza kulitengeneza sanamu na kuweza kuwapiga kampeni watu na wakaenda katika ibada ya sanamu? Kumbuka kule walikotoka walimwambia Musa, tunataka sanamu. Alipotokea mpotoshaji wa kutengeneza sanamu, maana yake tayari alikuwa kashapata wafuasi. Kwa akili yake anajua hawa walitaka kitu fulani. Hii ndiyo kampeni hata ya dunia. Mtu anapotaka uongozi fulani anawasoma watu kwanza, wanataka nini? Watu wanalilia tunataka maziwa, ili apate nafasi ile, na yeye atakuja kusema mkinipa mimi kitu cha kwanza maziwa. Umefahamu? Kwa hivyo Samiriyu hakuwa mpumbavu katika kulitengeneza ndama hili, ni kwa sababu alishawajua wana wa Israila nini walichokitaka, akawatengenezea sanamu hilo. Lakini Haruna kama Harun alitekeleza wajibu wake kama mtume wa Mwenyezi Mungu, kama aliyewakilishwa na Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu analithibitisha hilo, asije akatuhumiwa Haruna kwamba hakutekeleza wajibu wake. Katika surati Taha anasema, walaqad qala lahum Harun, kwa hakika aliwaambia akina Samiriyu na wafuasi wake. Haruna aliwaambia, min qablu, kabla ya kutengeneza madude yao, mpaka kufikia kutengeneza madude yao, mpaka walipoamua kuliabudu sanamu lao, aliwaambia, ya qaumi, enyi jamaa zangu, innama futintum bihi, ibada hii ya kuabudu masanamu huu ni mtihani. Mmefitiniwa na mmeshafitinika. Wa inna rabbakumur rahman, eleweni kwamba Mola wenu anayestahiki kuabudiwa, Ar-Rahman,
ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye miongoni mwa majina yake ni Ar-Rahman. Fattabi'uni, endeleeni kunifuata mimi, wa ati'u amri, natiini amri yangu ninayokwambieni. Haya ni maneno ya Haruna kabla Musa hajarejea. Sawa, Banu Israila washakuwa na shengesha la kuabudu ndama, wakamwambia Haruna, lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kwa kuwa Samiri katuambia huyu ndiyo Mungu wenu na ndiyo Mungu wa Musa, lakini Musa amesahau, tutaendelea kumuabudu huyu mpaka aje Musa aje kutoa fatwa, huyu anastahiki tumuabudie au hastahiki, lakini huna cha kutuambia. Tunakwenda pamoja Taib. Awalam yarau annahu la yukallimuhum, hana uwezo wa kuwaneneza, wala yahdihim sabila, wala hawaongozi njia ya kupata saada duniani na akhera. Ittakhadhuhu, wao ndio wakamfanya ndama kuwa muabudiwa wao, wakanu dhalimin, na wakawa kwa ibada hiyo madhalim. Tukichukulia kana ya fi'lu madhi, lakini akisema kwa maana wakanu, kana ya istimrar, hata kabla ya kuliabudu ili ndama, wao asili yao hawa walikuwa ni watu madhalim, kama alivyokuwa Ibilisi. Shafahamu pamoja na kwamba walichukuliwa na Musa, wakatamkishwa shahada, wakaitambua tauhidi, lakini asili yao hao ni washirikina, hao walioabudu ndama. Wanasema inna shaqiya la shaqiyul azali, mkorofi hapa duniani inadhihirika tu, lakini toka azali katika ilmu ya Allah anajulikana huyu ni shaqi. Mungu anamjua huyu ni kafiri, huyu ni aswi, huyu ni hivi, anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aksuhu, na kinyume cha yule shaqiyu, as-saidu, ni mtu muheshimiwa, mtukufu, mtu mwema. Wa aksuhu saidu lam yubaddali, haya mambo yameshaandikwa, yameshahukumiwa, lam yubaddali, hayabadilishwi njiani. Tumefahamiana Kwa hivyo wakanu, hawatoka huko wanakotokea, walikuwa dhalimina. Katika ilmu ya Mwenyezi Mungu wanajulikana kwamba hawa ni madhalim. Ay abadul ijla watakhadhuhu ilahan fakanu dhalimina li anfusihim, wakawa ni madhalim waliozidhulumu nafsi zao. Haithu wadha'u al-ashya'a, kwa vile wameyaweka mambo fi ghairi mawdhi'iha, mahala sipake. Ukiabudu asiye kuwa Allah, umeweka mambo si mahala pake. Sawa, ili jambo liwe jambo, ni lazima jambo hilo likae mahala pake. Unataka kuswali, basi mahala pake lazima uwe na tahara, mahala pake lazima uwe Muislamu, mahala pake mavazi uliovaa yawe ya halali, mahala pake chakula ulichokula kiwe cha halali, mahala pake uliposimama pawe tahara, uelekee kibla. Hapo sasa ukiswali utakuwa umeswali swala ulioiweka mahala pake. Sawa? Kwa hivyo hawa dhulma yao ni kwamba wameiweka ibada si mahala pake. Wadha'ul ashya'a, wameyaweka mambo mengi fi ghairi mawdhi'iha, mahala sipake. Watakariru lafdhi ittakhadhu,
kurejewa kwa neno hili takhadhu limazidi tashnii alaihim, kwamba haya anakusudia Mwenyezi Mungu kwamba hawa watu kutufahamisha ni wakorofi, ni wakorofi, ni wakorofi. Anasema hivyo subhanahu wa ta'ala. Walamma suqita fi aidihim, anasema subhanahu wa ta'ala, ibada yenyewe ilikuja ikawaudhi, ikawakera wale waabudiaji hilo ndama. Walamma suqita fi aidihim, zama ilipokuja kuwachukiza ibada hiyo ya kuabudu ndama, nadimu, walijuta, ala jinayatihim, kwa makosa walioyafanya. Washtadda nadamuhum, na majuto yao yakawa makubwa sana. Wa hasaratuhum, na hasara yao ikawa kubwa sana. Ala ibadati lijili, kwa kosa lao la kuabudu ndama. Warau, wao wenyewe wakagundua, annahum qad dhallu, kwamba kwa kuabudu asiyekuwa Allah wamepotea. Waligundua hilo. Shafahamu waligundua hapa tulipopeleka twaa si mahala pake. Warau, wakaona, annahum, kwamba wao qad dhallu, aitabayanu, walibaini na kugundua, dhalalahum, waligundua upotevu wao, tabayyunan, ubainifu, jaliyan, wawazi kabisa, kaannahum, kama kwamba wao, absaruhu biuyunihim, ule upotevu wenyewe waliuona kwa macho yao. Walipoligundua hilo, wanataka kurejea kwa Mola wao. Qalu, wakasema, la illam yarhamna rabbuna, kama sisi Mola wetu hakuturehemu, wa yaghfir lana, na kama sisi Mola wetu hakutusamehe kwa ibada ya kuabudu ndama, lanakunanna minal khasirin, wallahi tutakuwa miongoni mwa waliokula khasara. Haya wanayasema wao wana wa Israila. Wanarudi kwa Mola wao kwamba kama Mwenyezi Mungu Mola wetu hakuturehemu, kama Mwenyezi Mungu Mola wetu hakutusamehe, lanakunanna minal khasirin, tutakuwa miongoni mwa waliokula khasara. Aila illam yatadarakna, kama hakutudiriki sisi Allah birahmatihi wa maghfiratihi, lanakunanna minal khasirin, ay lanakunanna minal halikina, tutakuwa tumeangamia. Qala Ibn Kathir, wa hadha i'tirafu minhum bidhanbihim, huku nukukiri kutokana kwa Banu Israila kwa kosa lao hili, watijai ila Allahi azza wa jalla, na kuelekea sasa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Mwenyezi Mungu katika surati Taha anatuambia katika kauli yake, wa baada dhalika, baada ya haya yote, anasema Mwenyezi Mungu, innama ilahukumullah. Maneno haya anayasema Musa kuambia wana wa Israeli, innama ilahukumullah, hakika si vingine muabudiwa wenu, anayestahiki kuabudiwa ni Allahu tabaraka wa taala, alladhi, Allah ambaye, la ilaha illahu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. La ilaha illahu, isipokuwa yeye Allah, wasi'a kulla shay'in ilma, tofauti na masanamu,
tofauti na mizimu, tofauti na ndama, tofauti na jua na mwezi. Hivyo vyote havijui chochote, lakini Mwenyezi Mungu wasi'a kulla shay'in ilma, kila kitu Mungu anakijua, na anakijua kwa mahitaji ya hicho kitu. Mwenyezi Mungu ana viumbe wake, wewe hata katika macho hujapata kuwaona, lakini mwenyewe Allah anawajua idadi yao, anayajua mahitaji yao, anawapelekea riziki zao, anawaweka na uhai wao, anajua mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio anayestahiki kuabudiwa. Usipomuabudu wewe Allah, usifikiri kwamba utatia doa lolote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume wa Mungu katika hadithi al-Qudsi anatusimulia Mwenyezi Mungu, lau anna awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum, lau wa mwanzo wa mwisho, wanadamu majini, lau ijitamau, kama watakusanyika ala sa'idin wahidin, katika eneo moja la ardhi, hakuna hata kiumbe aliyokufa, viumbe wote kabisa, wanadamu na majini, tukakusanyika katika uwanja wa kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu, wasingelizidisha chochote katika ufalme wangu. Lakini kadhalika watu wote hao wangeliamua kuwa katika sura ya moyo wa mtu mmoja, tukamkufuru Mungu, mwisho wa kumkufuru tusingelipunguza katika ufalme wa Mwenyezi Mungu chochote, isipokuwa kama sindano ya kushonea kofia zetu za kae, ukaichukua ukaitia katika bahari ya Hindi, alafu uitoe uangalie ile sindano imepunguza nini maji katika bahari ya Hindi. Ushafahamu Kama imetoka no chochote, basi hicho ilichotoka